Shalom, ninakukaribisha katika kipindi hiki maalum cha somo la Pasaka, ambapo tumekuwa na vipindi vingine viwili vilivyopita tukielezea somo la Pasaka na tukaweka msingi. Na kwa habari njema ni kwamba siku ya leo tunaenda kuanza kuyaangalia yale mambo makubwa niliyokuahidi kwamba tutaanza kuyachimba na tutaanza kuingia ndani sana kuelezea siri zilizomo ndani ya Pasaka. Nini kilichopo ndani ya Pasaka? Pasaka ndio moyo wa maandiko ya Biblia. Yaani moyo wa maandiko ya Biblia upo ndani ya kitu kinaitwa Pasaka. Na kwa neema ya Mungu leo tunaenda kuyaweka wazi, tunaenda kuyatoa gizani na kuyaweka nuruni kabisa kwa utukufu wa Mungu. Nikuombe kama hujasubscribe channel, nikutake tu usubscribe na kushare kwa watu wengine wengi, na Mungu atakubariki. Pia kama unatamani kuwa sehemu ya vipindi hivi, kuungana pamoja nasi, basi namba zetu ni hizo unazoziona hapo. Unaweza ukatoa sadaka yako na mchango wako na Mungu atakubariki sana. Usiache kutuombea. Tunaposema Pasaka, kwa kujikumbusha tu, ni kwamba limetokana na neno la Kiebrania linaloitwa Pesach, ambapo hilo neno Pesach linaelezea kupita kwa juu, ambapo kwa Kiingereza ndo Passover, kupita kwa juu. Kwa Pasaka inatokana na neno kupita kwa juu, na tumesema Pasaka ya kwanza ilifanyika katika taifa la Misri. Tunaposema Pasaka ya kwanza ilifanyika katika taifa la Misri, tunamaanisha kwamba Pasaka rasmi ya kwanza ilianzia hapo katika taifa la Misri, na hiyo ndio limekuwa msingi wa masomo ya Pasaka yote ambayo tunayafundisha. Ila haina maana kwamba Pasaka yenyewe ilianzia Misri. Pasaka yenyewe imeanzia bustani ya Edeni. Pasaka yenyewe imeanzia katika bustani ya Edeni. Nitakueleza hapo mwanzo ilifanyika vipi Pasaka katika bustani ya Edeni. Ila tu Pasaka rasmi, kwa maana ya maagizo na maelekezo ya Mungu rasmi, yalifanyika katika kuanzia pale Misri na kuendelea. Kama tulivyoona jana kwenye maandiko, zimeandikwa Pasaka 7, lakini zilifanyika nyingi sana. Maelfu ya Pasaka yalikuwa yamefanyika. Sijui kama unanielewa. Sasa leo tunaenda kujifunza kitu tunasema ufunuo wa Pasaka. Ufunuo wa Pasaka. Ufunuo wa Pasaka tutaenda kuziongelea Pasaka zote zilizofanyika. Nimesema Pasaka zilianza kufanyika tangu katika bustani ya Edeni. Nitaenda kuziangalia hizo Pasaka na tutaenda kuangalia Yesu anahusikaje kama mwanakondoo wa Pasaka katika Pasaka hizo zote zilizofanyika tangu mwanzo. Sasa tukianza na Pasaka ya kwanza kabisa, ambayo Pasaka hiyo imefanyika katika bustani ya Edeni. Pasaka ya kwanza kabisa iliyofanyika katika bustani ya Edeni. Sasa kabla tujaanza kuingia Pasaka, nataka nikukumbushe kitu kingine cha msingi, ni kwamba neno Pasaka tumesema kupita kwa juu. Ni nini kinachopita kwa juu? Katika kitabu cha Kutoka tumeona anayepita kwa juu ni malaika ambaye aliagizwa auwe wazaliwa wote wa kwanza. Sasa toa neno malaika, weka neno hukumu ya Mungu, kwa maana yule malaika alikuwa anaenda kutekeleza hukumu kwa wazaliwa wote wa kwanza. Sasa ina maana gani? Ina maana kwamba hukumu ya Mungu yenyewe inafanya kazi ya kwenda kutekeleza na adhabu kwa kila ambaye amekosea. Kwa hukumu ya Mungu inaenda kutekeleza adhabu kwa kila ambaye amekosea, sawa sawa na sheria ya Mungu inavyosema. Kwa sheria ya Mungu inasema adhabu hii hukumu yake ni. Kwa hiyo ile hukumu inaenda kumeza, inaenda kutekeleza na kumeza ile adhabu kwa yule ambaye ameifanya. Sasa kuna wakati hukumu ya Mungu inapokuwa inatekeleza adhabu kwa mtu, inapofika kwa yule mtu aioni kosa, ambapo kitendo cha ile hukumu ya Mungu kutoona kosa inapita juu, kwa sababu haiwezi ikatekeleza hukumu kwa sababu kosa halipo. Misingi ya hukumu ya Mungu inaenda kwa kosa. Mtu anapokosea ndio hukumu ya Mungu inaenda kutekelezwa kwa lile kosa. Sasa wakati ile hukumu inaposhuka kutekelezwa afu kosa halionekani, inamaanisha hukumu inakosa nguvu ya kuitekeleza lile kosa. Sasa ile hukumu inapita kwa juu, ndio neno Pasaka, Passover, inapita kwa juu, inakuwa Pasaka. Sasa hukumu ili isione kosa lazima kuwepo na kitu kinachofunika kosa. Haiwezi hukumu ya Mungu ikapita juu bila kutekeleza hukumu, kwa sababu haioni kosa, alafu eti hakukuwa na kitu chochote kitakacholificha hilo kosa lisionekane. Kwa ili kosa lisionekane, kulikuwa na kitu kinachokaa katikati hapa, kati ya mtu au kosa na hukumu. Kwa kinakaa katikati pale, kati ya kosa na hukumu, kinalificha lile kosa, kinalifunika lile kosa, alafu ile hukumu inapita juu. Ambapo ukisoma kitabu cha Waebrania
anasema kwamba damu za mafahari zilikuwa zinafunika dhambi. Kumbe tumegundua damu ndio kitu ambacho kilikuwa kinasimama katikati ya hukumu na kosa. Hukumu na kosa vinasimama katikati. Kwa hiyo hukumu inapokuja kutekeleza, nakuta damu imeshaficha kosa. Kwa hiyo kosa halionekani kwa sababu limefichwa na ile damu. Kwa hiyo hiyo hukumu inapita juu ya kosa, alafu inaendelea huko. Kwa hiyo inapita juu ya ile damu, inaenda huko, alafu inashindwa kutekeleza nini? Kutekeleza ile adhabu. Kwa hiyo kitendo cha ile hukumu kupita juu ndio tunaita Passover, Passover, kupita juu, ambapo kwa Kiswahili tunasema Pasaka. Hiyo ndo maana halisi ya neno Pasaka, kwa maana hukumu ya Mungu inapita juu ya damu kwa sababu haioni kosa. Sasa yale makosa yanakuwa yanaenda wapi? Yale makosa yanakuwa yanafichwa na ile damu, hayaondolewi kwa sababu ile damu ya mafahari pamoja na kuficha yale makosa ilikuwa haina nguvu ya kuyaondoa yale makosa. Kuyaondoa yale makosa inahitaji damu iliyo sahihi, iliyo safi, iliyo kamili kabisa, ambazo damu za wanyama hazikuwa kamili, hazikuwa na nguvu ya kuweza kuziondoa hayo makosa, ambapo damu pekee ambayo iliweza kuyaondoa hayo makosa ilikuwa ni damu ya mwanakondoo Kristo Yesu, ambaye huyo ndiye Pasaka yetu, ambapo sasa huyo hapo anaposimama kama Pasaka, anapomwaga ile damu inaweza kuyaondoa makosa ambayo yalikuwa miaka na karne zote za nyuma kabla ya kuja kwake na karne zote za mbeleni baada ya kuja kwake. Kwa hiyo inatoa kabisa mzizi wa lile makosa na makosa yote yanafutwa. Kwa hiyo ndio maana tunasema hii Pasaka ya Kristo ndio Pasaka kamilifu, kwa sababu zile Pasaka nyingine zilikuwa zinaficha tu makosa, kuwalinda hawa watu, hukumu ya Mungu isiwapige kwa wakati ule, lakini bado watakufa, watakutana na ile hukumu ya kifo ambayo wanaenda kuzimu. Unaelewa? Sasa anapokuja Kristo, inamaanisha sasa damu yake yeye inafanyika sasa kuwa suluhisho la yale makosa, kwa sababu wale watu, ile damu za wale wanyama zilikuwa zinafunika yale makosa. Kwa hiyo wanapokuja kufa, yale makosa yote yanarudi, kwa sababu hayakusamehewa, hayakuondolewa. Si unanielewa? Hakukuwa na kitu ambacho kinaweza kikafanya mtu akasamehewa makosa. Kwa zamani za Agano la Kale, Mungu hakuwa anasamehe makosa kwa sababu hakukuwa na nguvu ya damu yoyote inayoweza kufanya Mungu asamehe makosa. Hiyo ni kanuni kabisa ya sheria za Mungu, ni kanuni kabisa ya Mungu. Ili Mungu asamehe, lazima kiwepo kitu kitakachofanya Mungu asamehe. Kwa sasa, kwa sababu hakukuwa na kitu, basi Mungu aliweka tu neema ya watu kufunikwa zile makosa yao, lakini wakishakufa yale makosa yanakuja. Na hata wale watakatifu ambao hawakuwahi kufanya makosa, lakini kwa sababu bado kulikuwa na lile kosa la baba yao Adamu lilikuwa linawakabili, ndio maana walikuwa wanakaa kuzimu kule, watakatifu wote kuzimu. Sio kule walikuwa wanangoja hukumu, na hukumu waliokuwa wanaingoja kule ulikuwa ni hukumu ya moto. Kwa maana hiyo, na wao walikuwa wanamsubiria mwanakondoo ambaye ndiye Pasaka halisi aje kuwatoa kule kuzimu. Sijui unanielewa mpaka hapo? Sasa tunapokuja katika Pasaka ya kwanza kabisa, kwa ufunuo sasa, haina maana Pasaka rasmi tumesema ilifanyika Misri, lakini Pasaka hizi zingine ambazo zilikuwa zinatendeka kwa ufunuo, tunaanza na bustani ya Edeni. Bustani ya Edeni ndipo Pasaka ya kwanza au ufunuo wa kwanza wa Pasaka unatokea pale katika bustani ya Edeni, ambapo ukisoma bustani ya Edeni pale utagundua kuwa Mungu anasema siku mtakayokula matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya mtakufa hakika. Alafu hiyo anaiongea katika Mwanzo 2:17, mtakufa hakika siku mtakayokula matunda ya mti wa ujuzi wa mema. Lakini baadaye hawa watu hawakufa. Nilishawahi kuliuliza hili swali na nimeliuliza zaidi ya mara moja katika video tofauti. Kwa nini Adamu na Hawa hawakufa wakati Mungu anasema siku mtakayokula matunda ya mti wa ujuzi wa mema mtakufa hakika? Hawakufa siku waliokula tunda. Kwa nini ile siku waliokula tunda hawakufa? Asilimia kubwa ya watu wengi walinijibu kwamba Adamu na Hawa hawakufa kwa sababu siku moja kwa Bwana ni sawa na miaka 1000 na miaka 1000 ni sawa na siku moja. Kwa Adamu aliishi miaka 800 hadi 900, ndio maana hakufa kwa sababu hakuifikisha miaka 1000. Kwa hiyo anasema siku mtakayokula matunda mtakufa hakika. Kwa hiyo ile siku hawakuivuka kwa sababu hawakufika miaka 1000, kitu ambacho si sawa wala si kweli. Mungu anaposema siku mtakayokula matunda mtakufa, turudi kwenye muktadha wa andiko. Katika muktadha wa andiko, siku zilivyokuwa zinahesabiwa pale ni ikawa asubuhi, ikawa jioni siku ya pili, ikawa asubuhi, ikawa jioni siku ya tatu. Kwa siku zilikuwa zinahesabiwa ikawa asubuhi, ikawa jioni. Kwa maana hiyo, Adamu na Hawa walipokula lile tunda, ilimaanisha ile siku ambayo wanakula kabla haijachachwa, jua halijazama,
ilitakiwa wafe siku ile ile, sio, unanielewa? Alafu akisha kufa linakuwa linatimia lile andiko, siku mtakayokula tunda mtakufa hakika. Na ile siku hawakufa, sio, unanielewa? Kwa hiyo haikuwa ile siku ya miaka 1000 kwa Bwana. Hiyo ni muktadha wa andiko lingine ambalo linaonyesha mbinguni miaka 1000 ni sawa na siku 1000, ni sawa na siku moja. Lakini kwa hapa andiko lilikuwa linatumika hapa, muktadha wa andiko ni kwamba ni siku, haina maana ya miaka 1000. Hasa kitu ambacho kiliwafanya Adamu na Hawa wasife ni Pasaka. Kitu ambacho kiliwafanya Adamu na Hawa wasife ni Pasaka. Tunaongelea Pasaka kwa maana gani? Kwa maana ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 3 na mstari wa 21, Mwanzo sura ya 3 mstari wa 21, ukianzia mstari wa 20 pale unakuta Adamu na Hawa walikuwa wanatafuta mavazi ili wavae wajisitiri na aibu, kwa sababu baada ya kula tunda, ile dhambi ilipoingia iliwaweka uchi. Dhambi iliwafanya waonekane wako uchi. Kwa maana hiyo sasa wakaanza kujitafuta namna ya kujisitiri. Katika hiyo Mwanzo niliokutajia, Mwanzo 3:10 na ngapi, 21, tunaona sasa Mungu anawatengenezea Adamu na Hawa mavazi ya ngozi. Kwa maana hiyo kitendo cha Mungu kuwatengenezea Adamu na Hawa mavazi ya ngozi ina maana ya vitu viwili vikubwa. Kitu cha kwanza, alimchinja mnyama, ijapokuwa hajatajwa ni mnyama gani pale, ila kuna mnyama alichinjwa, alafu Mungu akaichukua ile ngozi ya yule mnyama akawatengenezea mavazi. Sio, limeandikwa kwa kifupi sana, lakini nataka nikuelekeze kwa ufunuo huu. Umeona, kwa hiyo akawatengenezea mavazi. Kwa sababu gani? Kuna mnyama alishachinjwa pale, unaona, akatengenezewa mavazi. Lakini damu ya yule mnyama ilienda wapi? Damu ya yule mnyama ilienda wapi? Damu ya yule mnyama maandiko hayatuambii ilienda wapi, ila tu anatuambia Adamu na Hawa hawakufa. Sio, unaelewa? Hawatuambii ile damu ilifanya kazi gani, ndio tunatuonyesha kwamba hawa watu hawakufa. Kwa maana hiyo ile damu ndio ilienda ilifunika lile kosa la Adamu kwa wakati ule. Ile hukumu inapokuja, maanake hukumu inasema siku mtakayokula mtakufa hakika. Kwa ile siku hukumu inapokuja inakuta tayari kuna nini? Kuna damu. Sasa ile hukumu inapotaka kufanya kazi inashindwa kufanya kazi, kwa sababu damu inakinga hawa watu wasife. Kwa maana hiyo ile hukumu ikapita kwa juu. Tunaposema kupita kwa juu, ndio maana ya Pasaka, Passover, si unanielewa? Kupita kwa juu. Kwa maana hiyo sasa Pasaka ya kwanza kabisa ya Adamu na Hawa ilifanyika pale bustanini baada ya Mungu mwenyewe kumtoa mnyama kwa ajili yao, na hilo tendo linaonyesha kwamba Mungu ndiye anayechagua mnyama sahihi wa Pasaka. Pasaka hizi nyingine watu ndio wanachagua wanyama sahihi kwa vigezo ambavyo waliwekewa na Mungu. Mungu aliweka sifa za hao wanyama sahihi, walikuwa wanachagua, lakini Mungu ndiye anayejua ni mnyama gani sahihi anayefaa kwa sadaka, ndio maana yeye akawachagulia. Sasa kitendo cha Mungu kuwachagulia Adamu na Hawa mnyama ambaye atamuondoa kwa ajili yao kulimaanisha mambo mawili. Jambo la kwanza ni kwamba mwanadamu hakuwa na uwezo wa kujisitiri na aibu ambayo ameipata mpaka Mungu alipomtengenezea nini? Alipomtengenezea mavazi. Si unanielewa? Mungu ndio designer wa kwanza wa mavazi. Tunapotengeneza mavazi, wa kwanza kabisa kutengeneza mavazi ni Mungu. Kwa maana hiyo mwanadamu hakuwa na uwezo wa kujisitiri. Kwa Mungu aliyatengeneza mavazi ili kuifunika aibu ya Adamu na Hawa. Kwa aibu ya Adamu na Hawa inafunikwa kwa mavazi ya Mungu mwenyewe aliyotengeneza. La kwanza. Jambo la pili ni kwamba ile damu ya mwanakondoo inamaanisha kwamba ya mnyama, nimezoea kusema mwanakondoo, hatujui alikuwa ni mnyama gani, lakini tunaamini au tunaajumu alikuwa labda ni wanakondoo. Sio, unanielewa? Sawa. Damu ya wale wanyama inakuja kusimama kukinga hawa watu wasife kwa wakati huo. Umeona kwa nini Mungu alizuia Adamu na Hawa wasife? Alifanya vile kwa sababu ndani ya Adamu na Hawa tulikuwa mabilioni ya vizazi. Kwa maana hiyo sisi tunashiriki kosa la Adamu. Kwa sababu gani? Wakati Adamu anafanya lile kosa tulikuwa ndani yake. Mungu alituumba wote ndani yake, na ndio maana anatumwambia Yeremia kwamba nilikujua kabla hujazaliwa, kabla ya misingi ya ulimwengu ulikuwa hapo. Kwa maana gani? Kwa maana Mungu alishakamilisha uumbaji wetu wote. Sisi wote tuliumbwa katika bustani ya nini? Ya Edeni. Kwa sababu tuliumbwa katika bustani ya Edeni, Mungu angemwangamiza Adamu kwa wakati ule, angekuwa katua sisi wote. Kwa maana hiyo sasa Mungu inabidi amkinge Adamu ili Adamu apishe ile mauti, alafu sisi wengine tuzaliwe, tutokee. Na tutakapotokea bado na sisi tutakabiliwa na kosa ya Adamu. Kwa maana hiyo kwa sababu tutakabiliwa na kosa la Adamu, na sisi tutapaswa wanyama kama ambao Adamu waliweza kumkinga asife, na sisi tulikuwa tunapaswa tupate wanyama ambao watatukinga tusife. Kwa hiyo ikawa mfumo wa maisha ya wanadamu kwa kipindi chote, ambao sasa haikuwasaidia, kwa sababu wale wanyama wanadamu watakapokufa
tunaona yale makosa yote ambayo alikuwa anayatenda, pamoja na kwamba yalifunikwa na kufichwa na zile damu za wale wanyama, akifika huko akishakufa yanamfuata. Kwa maana hiyo sasa anabaki kuzimu, kwa sababu Mungu hakusamehe kosa hata moja katika Agano la Kale. Hakuna mtu aliyesamehewa, ingawaje Mungu anasema kwamba nitasamehe nchi na nini, lakini kikanuni hakukuwa na kosa lolote ambalo lilisamehewa, kwa sababu hakukuwa na damu ambayo ilikuwa ina uwezo wa kufanya kosa lisamehewe. Hakukuwa na damu yenye nguvu, ila damu zilikuwa na uwezo wa kufunika, ila hazikuwa na uwezo wa kutoa ondoleo. Ondoleo lilipaswa iwepo damu sahihi kabisa ya kuweza kuliondoa hiyo kosa, ambapo damu hiyo sasa ndio inakuja kutokea katika ile miaka mingi baadaye katika mlima Golgotha pale Calvary, ambapo Kristo ndo anasimama kama mwanakondoo, ambapo anaitoa ile damu sasa, ambayo ile damu inaenda sasa kuinstall ule utu wa mwanadamu, inaenda kurejesha, umeona, ile asili ya mwanadamu ambao alikuwa kabla hajafa. Kwa maana hiyo sasa mwanadamu hakuweza kabisa kujiondolea ile dhambi, wala zile damu hazikuweza kuondoa, zilikuwa tu zinasitiri kwa wakati huo. Kwa Mungu anaonyesha mambo mawili, anamfanyia mwanadamu kwanza wokovu asife pale na mauti. Jambo la pili, anamfanyia mavazi ambayo hayo mavazi yatasitiri aibu yake. Sasa ukienda katika ile siku msalabani, Kristo ambaye ndiye mwanakondoo halisi anasimama kama mwanakondoo. Jambo la kwanza analolifanya, anatoa damu yake. Kwa kutoa damu yake, inamaanisha anafuta sasa kabisa lile kosa la Adamu na anaondoa dhambi zote zilizofanyika katika Agano la Kale. Ndio maana watu kule kuzimu sasa wanashangilia sasa. Kwa sababu gani? Kwa sababu tumeshampata mwanakondoo ambaye huyu hafuniki dhambi, anaondoa. Sio, unaelewa? Wale wanakondoo wote walikuwa wanafunika, huyu anaondoa. Ndio maana tunasema Pasaka hii ya Kristo, Pasaka ya saba, hii ndio Pasaka timilifu kuliko Pasaka zote. Kwa maana hii inaondoa, haifuniki wala haifichi, inaondoa. Sijui unanielewa? Kwa hiyo inaleta ondoleo la dhambi. Hilo jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, tunaona Adamu na Hawa walikuwa uchi katika bustani ya Edeni, wakaanza kutafuta namna ya kusitiri uchi wao. Alafu Mungu akawatokezea nini? Akawatokezea mnyama, akawashonea nguo ili wajisitiri, kwa maana walikosa kujifunika, walishindwa namna ya kujisitiri. Mungu ndo akawasitiri. Lakini pale Calvary tunaona Kristo alivuliwa zile nguo, ambazo hizo nguo designer wa kwanza ni Mungu katika bustani ya Edeni. Kwa maana hiyo zinavuliwa. Umeona, kitu ambacho Mungu aliwashonea Adamu na Hawa ili wajifunike utupu wao kikavuliwa. Kwa Yesu akasulubiwa msalabani akiwa hana nguo. Katika maandiko tunamwona tu kuna kinguo kinakuwa kinazibwa katika sehemu zake zile, lakini kiukweli kabisa hakuwa na nguo hata moja msalabani. Yaani aliwambwa kama mnyama, kama vile mtu alivyozaliwa, kama Adamu na Hawa walivyokuwa katika bustani ya Edeni. Yaani aliwekwa wazi kabisa, ambapo kila mtu alimuona. Just imagine ni aibu kiasi gani. Lakini kwa kuvuliwa kwake yale mavazi, tunaona mavazi yanavuliwa, yanapigiwa kula. Inamaanisha sasa yeye anaiondoa aibu. Yule mnyama pale bustanini aliyechinjwa, alichinjwa kwa sababu ya kuifunika ile aibu. Sijui kama unaelewa, alichinjwa kwa sababu anaifunika aibu. Ila yeye Kristo pale msalabani anavuliwa zile nguo ili aiondoe aibu. Kwa hiyo tunaona yule mnyama kazi yake ilikuwa ni kufunika, anaficha dhambi ya Adamu na Hawa ili wasife, lakini baadaye anafunika aibu. Lakini Kristo anaiondoa dhambi ya Adamu na Hawa, lakini pili anafanya nini? Anaiondoa aibu. Kwa maana hiyo ile aibu ikaondolewa. Katika Ufunuo sura ya 3, Ufunuo sura ya 3 mstari wa 18, Yesu anasema ni bora uje kununua kwangu ufunike aibu yako ya uchi, watu wasiione. Katika Ufunuo 3. Kwa maana gani? Kwa maana yeye ndiye mnyama wa Pasaka halisi, ambaye anasimama kama Pasaka, ambaye watu hawataaibika tena kama alivyoaibika Adamu na Hawa. Kwa hiyo ndio ufunuo wa kwanza kabisa wa Pasaka tunavyoona katika maandiko. Lakini Pasaka nyingine ambayo ilifanyika kabla ya Pasaka ya Misri, tunaiona Pasaka ya Ibrahimu. Ibrahimu alifanya jambo moja ambalo Mungu alimwagiza. Lilikuwa ni jambo la ajabu sana, lakini lilikuwa linaelezea Pasaka ambayo inakuja kutokea katika kipindi cha Kristo Yesu. Ufunuo dhidi ya Pasaka. Watu wengi nafikiri kishamwongelea Ibrahimu wakisema tukio la Isaka, kumtoa Isaka. Sasa kumbe leo siongelei tukio la kumtoa Isaka. Tukio la kumtoa Isaka lilikuwa ni tukio tu ambalo linamaanisha pia Pasaka, lakini tukio kubwa zaidi ni hili naoenda kuliongea hapa, ambalo Mungu alilifanya na Ibrahimu. Okay, nitasoma hapa, lakini nitasoma kwa kurukaruka, ila nitasoma kuanzia Mwanzo sura 15
mstari wa 9 hadi wa 18. Mstari wa 9 hadi wa 18. Kuna vitu vingi sana hapa vimeongelewa, lakini mimi nataka nivichambue vitu vichache. Naanza kusoma kwanza mstari wa 9 mpaka wa ngapi? Wa 10. Anasema hivi, akamwambia, unipatie ndama wa miaka mitatu na mbuzi mke wa miaka mitatu na kondoo mume wa miaka mitatu na ua na mwananjiwa. Akampatia hao wote, akawapasua vipande viwili, akawaweka kila kipande kuelekea mwenzake, ila ndege hakuwapasua. Kwa hapa tunaona jambo la kwanza kabisa, Mungu alikuwa anataka kufanya agano na nani? Na Abrahamu. Wakati wanafanya agano, akamwambia Abrahamu walete wanyama, akampa maagizo ya wale wanyama, alafu akamwambia hawapasue. Abrahamu yeye mwenyewe akawapasua vipande viwili, na maanisha akawapasua huku na huku. Kwa hiki kipande cha huku vinaangaliana, ni kama ni kondoo ana upande mmoja unakuwa hivi afu vinaangaliana. Kwa maana hiyo hapa katikati kunakuwa na kanjia kakupita. Kwa anavyochinja wale wanyama, anawachinja kuelekea vile, wanaweka mstari, anawachinja afu ana vipande vile anavipanga hapa katikati, kuna baki na kanjia kakupita mtu mmoja. Sijui unanielewa. Hilo la kwanza. Nitakwambia kwa nini alifanya mambo hayo yote, nitakuelekeza. Lakini nikisoma mstari wa 17 pale na 18, anasema hivi, ikawa jua lilipokuchwa ikawa jua lilipokuchwa likawa giza, na tazama tanuri ya moshi na mwenge unaowaka ulipita kati ya vile vipande vya nyama. Siku ile Bwana akafanya agano na Abrahamu, akasema, uzao wako nimewapa nchi hii, kutoka mto wa Misri mpaka mto huo mkubwa wa Frati. Umeona, Mungu anafanya na Abraham agano. Sasa hiki kitu watu tunachukulia kawaida, lakini nataka nikueleze, huu ni ufunuo mkubwa sana wa Pasaka. Ni sawa tuna ule ufunuo wa Ibrahim kumtoa Isaka. Ilikuwaje? Ni kwamba Mungu alimwagiza afanye nini? Amtolee wale wanyama, kwa sababu anataka kufanya naye agano. Sasa agano, kipindi kile neno lililokuwa linatumika la Kiebrania pale linasema kalat berit, ndio neno lilikuwa linamaanisha agano. Kalat berit. Sasa kalat berit alimaanishi kufanya agano, linamaanisha kukata agano. Kwa agano Mungu alikuwa anafanya nao na Ibrahim lilikuwa linaitwa agano la kukata agano, kalat berit, ambapo kalat ni kukata, berit ndo agano. Umenielewa? Sasa ili agano lilikuwa linafanywa kwa mtindo huu, lilikuwa linahusisha mauti. Yaani ni agano ambalo linahusisha mauti, ambapo watu wa kale walikuwa wakifanya maagano ya namna hii, wanamchinja mbuzi au mwanakondoo au ng'ombe. Wakishamchinja yule wanapatana jambo fulani. Wakishamchinja yule wanampasua vipande viwili. Umeona? Wakishampasua vipande kimoja kinakaa, kimoja vinaangaliana hivi. Alafu hapa katikati kunakuwa na kanjia. Kwa kipande kinakuwa hapa katikati kunakuwa na kanjia. Alafu sasa wanapita wote wawili waliofanya agano katikati ya vile vipande, wanapita wa kwanza, anapita wa pili. Wakishapita katikati ya vile vipande vya wale wanyama ambao wamewapasua, hilo linakuwa agano kamili, kwa sababu wamepita katikati ya vile vipande ambavyo wamevikata. Ina maana gani? Ina maana kwamba endapo mmoja wetu kati ya mimi na wewe atavunja agano hili tuliloliweka hapa, basi inamaanisha atakuwa kama huyu mnyama aliyekatwa hapa. Kwa hiyo inamaanisha nitakapolivunja ile agano na niwe sawa na huyu mnyama. Kwa maana hiyo ninatangaza mauti endapo nalivunja ile agano. Kwa maana hiyo haya yalikuwa ni aina ya maagano yaliokuwa yanafanyika kipindi hicho cha miaka ya kale, ukifuata historia. Na hii haikuwa tu maagano kwa Waebrania, ilikuwa ni maagano karibu mataifa yote makubwa ya zamani. Watu walikuwa wana namna ya kuyatengeneza maagano hayo. Umeona kwamba wanamchinja mbuzi, alafu wanamweka vipande viwili huku na huku, alafu sasa tunapita wote, mimi na wewe tuliofanya agano tunapita. Umeona? Alafu tukishapita tunasema hivi, na mmoja wetu atakayevunja ile agano awe sawa na huyu bwana. Ndio maana tunapita. Umeona? Kwa maana unajitangazia, nitakapovunja ile agano nitakuwa sawa na huyu nani? Huyu mnyama. Sasa tunaporejea kwa Abraham, tunaona Mungu amemwagiza afanye hilo agano, akavikatakata vile vipande, akaviweka pale. Alipoviweka vile vipande, tunaona maandiko yanasema Abrahamu akapitiwa na usingizi mzito. Unajua kwa nini Abrahamu alipitiwa na usingizi mzito?
alipitiwa na usingizi mzito, kwa sababu ilitakiwa apite pale yeye na anayefanya naye agano, wote wapite, alafu atakayevunja hilo agano kati ya yeye na Bwana basi atakuwa sawa na yule mnyama. Sio, unanielewa? Kwa hiyo wote wawili wapite katika lile agano, lakini kwa sababu Mungu haonekani na hakuna mtu anayeweza kumuona Mungu akaishi, kabidi Abrahamu alazwe usingizi ili Mungu afanye nini? Apite pale. Ikabidi Abraham alazwe usingizi ili Mungu apite pale katika lile agano. Yes. Sasa Abrahamu alichokiona, aliona kama moshi na tanuri la moshi linapita pale. Yaani Mungu alishuka kwa mtindo wa moshi na tanuri la moshi, akawa anapita katika nini? Katika vile vipande ambavyo Abrahamu amevitoa. Kwa alipokuwa anapita katikati yake, anamaanisha nathibitisha ile agano kwamba litakapovunjwa mmoja wetu. Sasa Abrahamu naye itakiwa apite naye ahakikishe kwamba na mimi nitakapovunja ile agano nitakuwa hivi. Lakini cha ajabu ni kwamba Abrahamu hakupita katikati ya vile vipande. Kwa nini hakupita katika vile vipande? Inaonyesha kwamba Mungu mwenyewe ndo ameichukua ile gharama ya agano. Kwa maana hili agano litakuwa upande wangu, mimi ndiye nitakayegharamia hili agano. Kwa maana hiyo wewe usipite, mimi upande wangu ndio nitakao ugharamia. Kwa lugha nyingine anasema atakaye kufa katika ile agano ni mimi, yani ni upande wangu mimi. Mungu mwenyewe anasema mimi ndiye nitakaye kufa katika ile agano, kwa maana ya lile agano. Kwa maana Abrahamu hakupita, ilikuwa lazima watu wote wapite wawili katika vile vipande vya lile nini, vipande vya ile sadaka, lakini Abrahamu hakupita. Kwa maana hiyo hakupita kwa sababu Mungu anaonyesha mimi ndiye nitakaye kuwa mauti katika ile agano, ni mimi ndiye nitakayejitoa mauti katika ile agano. Umeona? Kwa sababu ile agano linatangaza kwamba mmoja wetu lazima afe kwa ajili ya ile agano endapo mambo yatakuwa ndivyo sivyo. Kwa Mungu anajitangazia kwamba mimi ndimi ninayelibeba ile agano, gharama yoyote ya agano ndailipa mimi. Kwa upande wako wewe hutalipa gharama, kwa upande wako utakuwa ni wa faida wa agano, ambapo sasa hilo ndio tunaona sasa linamaanisha Pasaka halisi. Kwa maana Pasaka halisi ni kwamba awepo mtu atakayebeba kwa niaba ya mwingine, ndio maana ya Pasaka. Atakapo mtu atakayebeba ile adhabu kwa niaba ya mtu mwingine, ndio maana mwanakondoo anaibeba adhabu, anachinjwa, afu damu yake inafanyika kuwa suluhisho la adhabu ya mtu mwingine, na hukumu inapita juu ya ile damu, kwa sababu adhabu ishatokea. Kwa maana tunapofanya Pasaka tunaadhibu na maisha, tunamwadhibu mwanakondoo, kwa maana ile damu ya yule mwanakondoo, ile mauti inapokuja kutaka kuleta hukumu, ile mauti inashindwa kufanya, kwa sababu tayari adhabu ishatokea na mauti ishatokea. Kwa maana hiyo mauti haiwezi kafanya tena mara mbili, mauti haiwezi kaua mara mbili. Kwa maana hiyo mwanakondoo kashia kufa, mauti inapita juu. Inapita wapi? Inapita juu. Mauti inakuwa inapita kwa juu. Kwa maana hiyo sasa, kipindi hicho ambacho Abrahamu anafanya, tunaona inakuja kuthibitika siku ambapo Mungu anamtaka Isaka. Katika kitabu kile cha Mwanzo 22 tunaona baada ya kutaka kumchinja Isaka, Mungu akamzuia, akasema hapana, mwanakondoo yule pale. Kwa maana hiyo mwanakondoo anakufa kwa niaba ya Isaka. Agano hili ambalo Mungu analifanya na Abrahamu, ambao tumeliona ameanza kulifanya katika kitabu kile cha Mwanzo 15 pale, tunaona gharama ya agano inalipwa na Mungu, ambapo sasa miaka ya baadaye Mungu ndo anamleta Kristo. Anapomleta Kristo ndo anakuwa sasa sadaka halisi kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya Pasaka, sadaka halisi kwa ajili ya agano. Umeona, ambapo anafanyika agano kwa niaba ya watu wote. Hasa leo ninaomba tuishie hapa. Tulikuwa tunaendelea ufunuo wa Pasaka, ambapo sasa kuanzia kesho tutaendelea. Sasa tunaenda mdogo mdogo, lakini tutafika sehemu tu nzuri kabisa. Na Mungu atakubariki sana. Jina langu naitwa Mwalimu Vincent Mwakisyala. Hii ni Hazina ya Kanisa unaoitazama. Kama unatamani kujiunga pamoja nasi katika vipindi hivi au kuwa sehemu ya vipindi hivi, basi namba zetu ni hizo unazoziona hapo. Unaweza ukatoa sadaka yako na mchango wako na sapoti yako aina yoyote, ili vipindi hivi viendelee, na utakuwa umeshiriki kikamilifu kuwa sehemu ya huduma na baraka hizi, na Mungu atakubariki sana. Lakini kama hujasubscribe, usiache kusubscribe na share kwa watu na marafiki wengine wengi, na Mungu wa mbinguni atakubariki sana. Asante, tukutane tena siku ya kesho, ambapo tutakuwa tena na kipindi kingine kizuri kwa ajili ya hii somo la Pasaka
kama Mungu aishivyo. Tutaenda kuigusia meza ya Bwana. Hatujagusia kabisa meza ya Bwana, tumegusa tu juu juu, lakini hatujaenda kuangalia deep nini maana ya meza ya Bwana. Tutaenda kuangalia nini maana ya mkate usiookwa. Tutaenda kuangalia ile divai ina maana gani. Tutaangalia na mambo mengine mengi kwa kadiri ambavyo Roho wa Mungu atakuwa anatujalia. Usiache kutuombea pia, mambo haya yanazidi. Mungu akubariki sana.